الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين جل جلاله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عملهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Katika darasa letu lililotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake alitufahamisha kupitia Qur'ani kwamba mwaka mmoja una miezi 12. Ndani ya miezi 12 kwa ilmu zake Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua miezi 4 akaipa sharafu miezi hiyo kulinganisha na miezi mingine. Akasema katika kauli yake, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Anatufahamisha katika aya hii kwamba katika ilmu zake za azal ameamua katika mwaka kuwe na miezi 12. Ndani ya miezi 12 akaichagua miezi 4 akaipa sharafu. Ndani ya miezi 4 hiyo 3 akaifanya ifuatane na 1 akaubagua na kuweka mahala pa peke yake. Hayo yote yanatokana na ilmu na hikma zake Allah. Alafu Allah akatoa agizo akituamrisha wanadamu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwa kuwa tumekatazwa ndani ya miezi hii kufanya dhulma ya kuzidhulumu nafsi zake. Kinyume cha dhulma, hii ni miezi ya taa, hii ni miezi ya kuzidisha juhudi, hii ni miezi ya kuzidi kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillahi, darasa hili linapita ndani ya hiyo miezi mitukufu, kwani hivi sasa tuko katika mwezi wa Dhulhijja ambao Dhulqaada ambao ni mwezi uliomo katika hiyo miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza na kutuamrisha kwamba tusidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zetu. Sasa agizo hili Makuraishi wa Maka pia walikuwa wanalijua hata kabla ya kuja Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam,
kwamba katika mwaka kuna miezi minne, miezi ambayo Allah ametaka ipewe taadhima, lakini kwa utovu wao wa adabu ilikuwa wanapokuwa na mapambano yao, yale mapambano yakasadifu kuingia katika mwezi wa mfungo pili au yakasadifu kuingia katika mwezi wa mfungo tatu au yakasadifu kuingia katika mwezi wa mfungo nne, walichokuwa wanafanya ule mwezi wa mfungo nne wanauakhirisha, japokuwa wamo ndani ya mwezi wa mfungo nne, lakini wanasema tunauakhirisha, badala yake mfungo tano unarejeshwa ukawekwa nafasi ya mfungo nne, na huu mfungo nne unasogezwa mbele kimaneno ukawekwa katika mfungo tano. Kwa hivyo mfungo nne wanaingia katika mapambano tayari wameshaubadilisha, lakini unapokuja mfungo tano wanauadhimisha badala ya mfungo nne ambao walikuwa wametakiwa wasipigane ndani ya mwezi huo. Ndiyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala akaleta maneno haya matukufu yanayosema innama nasiu, hakika si vingine kuusahaulisha mwezi, kwa maana ya kuuchelewesha mwezi wa mfungo nne, tukasema haujafika, lakini tukauvuta mwezi wa mfungo tano tukaufanya ndio mfungo nne. Kitendo hichi Mwenyezi Mungu anasema ziyadatum fil kufuri. Kwanza hawa watu wenyewe ni makafiri, lakini kufanya hivi ni kuzidi katika huo ukafiri. Kwa nini wanazidi katika ukafiri? Kwa sababu wanahalalisha alichokiharamisha Mwenyezi Mungu, wanapanga sheria ambazo Mwenyezi Mungu kashapanga. Kwa hili nalo ziyadatum fil kufri, ni kuzidi tu katika ukafiri. Kuwasikia watu Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amekataza riba akasema haramu, lakini wao wakasema katika sheria zetu sisi riba ni katika jumla ya miamala inayokubalika. Hiyo ziyadatum fil kufri, wanahalalisha alivyoviharamisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameshasema innamal khamru wal maisiru mpaka mwisho, akasema rijisum min amali shaitani. Wakaja wakakaa watu wakasema pombe ikitengenezwa kisasa hiyo kwa sheria zetu iwe halali. Ziyadatum fil kufuri, huo ni ukafiri tu, kwa sababu mwenye kuhalalisha ni Allah na mwenye kuharamisha ni Allah. Hakiwi halali isipokuwa alichokihalalisha Allah, na akiwi haram isipokuwa alichokiharamisha Allah. Dunia ya leo ziko ndoa zinaitwa za ofisini, ziko ndoa zinaitwa za ofisini. Ndoa hizo wanaoana aliye Muislamu na asiyekuwa Muislamu, vyovyote itakavyokuwa. Labda mwanamke ndiyo Muislamu, mume sio Muislamu, au mwanamke kafiri, mume ndiyo Muislamu, lakini ziko ndoa na ndoa hizo ni halali, zinatambulika na mamlaka katika Uislamu. Neno hilo ziyadatum fil kufuri, ni kuzidi tu katika ukafiri, hakuna ndoa hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio anasema hapa, neno hili liliwahi kutokea huko, linafanana na hayo yanayoendelezwa sasa katika dunia. Kwa hivyo yoyote anayeshiriki kuyaendeleza haya ajue Mungu anamwambia ziyadatun fil kufuri, ni kuzidi tu katika ukafiri. Hukumu za Mungu hazitakiwi,
alafu watu wanajaribu kutengeneza hukumu nyingine kwenda kinyume na hukumu za Allah, ziyadatun fil kufuri, ni kuzidi tu katika ukafiri. Hakuna jambo jingine lolote. Hakuna ndoa ya ofisini itakayowapelekea watu wawe na uhalali, hata kama mamlaka ya taifa lolote inaweza ikazitambua kuwa hizo ni ndoa, lakini mbele za Mwenyezi Mungu ziyadatun fil kufri. Tuko pamoja? Tayyib. Innaman nasiu, hakika si vingine tendo la kusahaulisha miezi hii mitukufu ikabadilishwa na miezi mingine kama walivyokuwa wakifanya Makuraishi. Neno hili Allah anasema ziyadatun fil kufuri, ni kuzidi tu kuzama katika ukafiri. Na hapo imekuja fi walfa'u min maaniha adh-dharfiyya. Mungu aliposema ziyadatun fi, kwa maana hao watu kwanza wako katika ukafiri, na huku kujaribu kurekebisha sheria za Allah ni kuzidi kuzama mule katika ukafiri. Tayyib. Ziyadatun fil kufuri yudhallu bihi, hupotezwa kwa sheria hizi za nisian au suala zima la kusahaulisha miezi. Suala hili upotezwa alladhina kafaru, wale waliokufuru huzidisha kupotezwa. Yuhillunahu ama, mwaka huu mwezi wa Muharram wanauhalalisha kufanya yaliyoharamishwa, lakini wayuharrimunahu ama, na mwaka mwingine mwezi huu wa Muharram wanaurejesha katika heshima yake, wanasema mwezi huu ni haramu kupigana. Kwa nini wanafanya hivyo? Liwatiu iddata ma harrama Allah, ili eti uende sambamba na ile miezi na idadi aliyoiharamisha Mwenyezi Mungu katika mwaka. Wanafanya hivyo wapate kwenda sambamba na idadi ya hiyo miezi mine. Fayuhilluna, kwa sababu hiyo basi ndio wanahalalisha ma harrama Allah, yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu wao wanahalalisha. Allah anasema zuyina lahum suu amalihim, pamepambwa kupambiwa wao yale mabaya katika matendo yao. Wao ndio wanayaona mazuri, na wakati mwingine hujisifu, tumefanya hivi kwa sababu ni wanasheria tuliobobea, ndio maana tumeona sheria hii ina maslahi kwetu, sheria hii ina faida kwetu, kwa sababu mwanamke na wanamume anapendana naye, mwanamke na mwanamume wanapendana, lakini kila mmoja hataki kutoka katika dini yake. Kwa hivyo tumeweka sheria hii kitaalamu kabisa, ili hawa watu wapate kuwa pamoja, mke na mume, lakini kila mmoja abake na dini yake. Allah anasema fayuhilluna ma harrama Allah, wanahalalisha kwa sababu hiyo yale aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu. Zuyina lahum suu amalihim, Allah anasema wamepambiwa yale matendo yao mabaya, wanayaona ndiyo matendo mazuri. Nani aliyowapambia? Ibilisi la'natullah. Zayyana lahumu shaitanu a'malahum, shaitani amewapambia matendo yao. Anasema hivyo subhanahu wa ta'ala, wallahu,
na siku zote Mwenyezi Mungu la yahdi alqauma alkafirin, Mwenyezi Mungu hawapi hidayah, hawaongozi, hasimami nao pamoja wale wote wenye kwenda kinyume na utaratibu wake. Makafiri haishi nao pamoja Mwenyezi Mungu, hawapi njia ya kufanikiwa Mwenyezi Mungu. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, Mwenyezi Mungu hawapi hidayah watu walio na sifa ya ukafiri. Taib, anasema innama nasi, hakika si vingine, annasiu, kusahaulisha miezi, ile miezi mitukufu. Ukifika mwezi wake, wakati wake, Mwenyezi Mungu ameharamisha watu wasifanye dhulma. Miongoni mwa walioharamishiwa watu katika miezi hiyo kupigana, lakini wao wanaweza wakawa na mapambano yakasadifu kuingia katika mwezi wa Dhulqaada, yakasadifu kuingia katika mwezi wa Dhulhijja, yakasadifu kuingia katika mwezi wa Muharram au Rajabu. Ili wafanikishe lao, wanaukopa mwezi mwingine, wanauleta ndani ya mwezi ulioharamishwa, wanauhamisha mwezi ulioharamishwa, wanaupeleka katika mwezi mwingine, ili uonekane huu Muharram umebakia jina tu, lakini zile special zake zote zimehamishwa na kupelekwa katika mwezi wa Safar. Ndio Mwenyezi Mungu anawaambia tendo hili, innama nasiu, hakika si vingine kusahaulisha mwezi, ziyadatun fil kufuri, hiyo ni kuzidi tu na kuzama katika ukafiri. Ai innama taakhiru hurmati shahrin li shahrin akhara, kuchelewesha heshima ya mwezi fulani kuipeleka katika mwezi mwingine, ziyadatun fil kufuri, kufanya hivyo ni kuzidi tu kuzama katika ukafiri. Kwa nini inakuwa ukafiri? Liannahu taharimu ma ahallahu Allahu, linazaliwa jambo la kuharamisha alichokihalalisha Mwenyezi Mungu, lakini vile vile watahalilu ma haramahu Allahu, na kukihalalisha alichokiharamisha Mwenyezi Mungu. Na hii ni mamlaka ya Mwenyezi Mungu peke yake. Fahuwa kufurun akharun, huo ni ukafiri mwingine, madhumumun ila kufurihim, na wao umeambatanishwa na ukafiri walionao. Taib, tumesoma hapa suala la kubadilisha miezi, lakini tumechukua vile vile ziko baadhi ya nchi, ziko ndoa za ofisini, wanaoana wenyewe wanavyosema, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Eti kwa malengo gani? Kunusuru hawa watu wanapendana, bora mamlaka iwatambue kama ni mke na mume. Sheria hiyo inayotungwa na watu hao, hiyo sheria ni ukafiri, na hao waliotunga ni makafiri. Ziyadatun fil kufuri, ni kuzidi kwenda katika ukafiri. Mamlaka za Allah ambazo ndio mamlaka kuu, haikutoa nafasi Muislamu kumuoa kafiri. Labda ahlul kitab, na hao ahlul kitab kwa ukamilifu na kiuhakika, hapa kwetu hakuna ahlul kitab. Tumefahamiana Taib, ziyadatun fil kufri. Jamani, hayo ni maneno ya Mungu
ziyadatun fil kufuri. Kwa sababu gani? Huwa kufurun akharun madhumumun ila kufurihim. Qala almufassiruna, wanawazuoni wa tafsiri wanatusomesha, kana alarabu, walikuwa Waarabu, ahala hurubin wa gharatin, ni watu wa vita sana na mavamizi sana. Wa kana alqitalu muharraman alaihim, na ilikuwa vita na kupigana pameharamishwa kwao, fil ashhuril hurumi, katika miezi hii mitukufu. Fa idha jaa ash-shahrul haramu, utakapokuja mwezi mtukufu, wa hum muharibuna, hali ya kuwa wao wako vitani, shaqqa alaihim tarkul muharaba, inakuwa uzito kwao kuacha mapambano. Fayuhillunahu, kwa hivyo wanauhalalishia mwezi walioharamishwa kupigana, waendelee kupigana. Wayuharrimuna makanahu shahran akhara, wanakuja kuharamisha nafasi ya huu mwezi ulioharamishwa mwezi mwingine. Kaannahum, kama kwamba wao, yastaqriduna hurmata shahrin li shahrin ghairihi, kama kwamba wanakopesha heshima ya mwezi kwa mwezi mwingine, ikawa hiyo ndiyo tabia yao. Farubbama ahallul muharrama, mara nyingine huwa wanaharamisha Muharram, alafu waharamu Safra, wakauharamishia mwezi wa mfungo 5, hata yakumula fil ami, ili iweze kukamilika katika mwaka 4 ashhuri muharrama, ile miezi 4 iliyopewa heshima na Mwenyezi Mungu. Walikuwa na utaratibu huo. Ndiyo maneno ya Mungu yanakuja kutoka katika lauhil mahfudhi, innama nasiu ziyadatun fil kufuri. Sawa. Alhalalu ma ahalla Allah, walharamu ma harrama Allah. Halali ni kile tu alichokisema Allah kuwa halali, na haramu ni kile alichokisema Mwenyezi Mungu kuwa ni haramu. Katika halali na haramu, Mungu hakumpa mamlaka mtu yoyote awe anahalalisha au anaharamisha, kama zinavyohalalishwa ndoa zinazoitwa za jinsia moja. Haya mamlaka, hao wanaohalalisha ni makafiri, na huko kupitisha sheria hizo ni kuzidi kuzama katika ukafiri. Tunakwenda pamoja? Taib. Tabaraka wa taala anasema, yudhallu bihi alladhina kafaru, kwa sheria hizi na mabadiliko haya wanaendelea kupotezwa wale waliokufuru. Ayudhallu bisababihi alkafirin, wanapotezwa makafiri, dhalalan ala dhalalihim, upotevu juu ya upotevu wao walionao. Yuhillunahu ama, mwezi huu wanahalalisha kuingia katika mapambano kwa mwaka huu. Wayuharrimunahu ama, lakini mwakani wanaurejeshea mwezi huu heshima yake uliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama kwamba wao wana mamlaka ya kubadilisha uhalali wakati wowote wanapotaka wao. Taib. Liwatiu iddata ma harrama Allah, wanafanya hivyo ili wapate kwenda sambamba na ile idadi ya miezi aliyoipa heshima Mwenyezi Mungu, kwamba miezi hiyo ni haramu watu
kuzidhulumu nafsi zao, ay liwafiqu iddatal ashhuril hurumil arbaa, idadi ya miezi minne mitukufu. Fayuhillu, kwa sababu hiyo ndio wanafika mahala wakahalalisha ma harrama Allah, kile alichokiharamisha Allah. Ay fayastahillu bidhalika ma harramahu Allah, wanahalalisha kwa malengo yao hayo kile alichokihalalisha Mungu, au wanahalalisha kile alichokiharamisha Mungu. Kwa maana hii, lau ingelikuwa mamlaka ya Allah imetoa nafasi hii kwa wanadamu, pasingelipatikana cha haramu. Pasingelipatikana cha haramu. Kwa maana gani? Watu wakiwa na mipango yao, lile la haramu lingelifanywa kuwa halali. Watu wana mipango yao, ili tufanikishe tuwaue watu fulani, basi wangelitengeneza sheria hiyo, wakawaua wanaotaka, alafu wakarejesha uharamu. Kuua ni haramu. Jafahamu? Watu wana mipango yao, wanataka kuiba, wangelitengeneza sheria, wakasema miezi miwili hii mwenye kutaka kuiba na aibe. Baada ya miezi miwili sheria inabadilishwa, kuiba ni haramu. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka hivyo, na ndio maana suala la sheria na hukumu kalichukua mwenyewe Allah, kwa sababu anawajua wanadamu wakifika katika nafasi huwa hawatamani wao kuhukumiwa. Wakiona sheria inawaelekea wao, haraka utengeneza mipango ya kuibadilisha. Na ndio maana unawaona watu wengine mpaka wanakwenda kaburini wametengenezewa sheria wao wasihukumiwe. Kwa nini? Ili hali na wao ni wanadamu, lakini wakati mwingine na wao ni raia katika hiyo nchi ambayo imeweka sheria hiyo. Katika utaratibu wa dini, yule kiongozi akikosea ndio awe wa mwanzo kuchukuliwa hatua, ili kuonesha mfano kwa wale anaowaongoza. Lakini dunia haitaki hivyo. Tuko pamoja? Tayib. Yudhallu bihi alladhina kafaru, kwa sheria hizi wanazidi kupotezwa wale waliokufuru. Wayuhillunahu, wanahalalisha zile miezi ambayo Mungu ameharamisha. Aman, mwaka huu wanasema halali. Wayuharrimunahu ama, na mwaka mwingine wanarejea katika asli ya kusema ni haramu. Kwa nini wanafanya hivyo? Liwatiu iddata ma harrama Allah, lengo lao wanataka wende sambamba na ile idadi ya miezi minne ambayo Allah tabaraka wa taala ameipa heshima. Kwa hivyo ndio wanafanya mipango hiyo. Ay liwafiqu iddatal ashhuril hurumil arbaati fayuhillu ma harrama Allah, ndio wanahalalisha vile alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mujahid, mmoja katika wanawazuoni wa ilmu ya tafsiri, anasema kana rajulun min bani Kinana, kulikuwa mtu maalum anayetokana na kabila la Bani Kinana. Yaati kulla amin, alikuwa anakuja kila mwaka, ila almausimi, katika ile misimu ya hija ambayo inakusanya makabila mengi na watu wengi. Ala himarin lahu, anakuja akiwa amepanda punda wake. Fayaqul,
anatangaza kijana huyo, ayuhan nasu inni la uabu, mimi nikizungumza sitiwi kasoro, wala ujabu, wala mimi nikizungumza sijibiwi. Mamlaka hayo ni ya Mungu, ndio la yusalu amma yafalu, haulizwi kwa lolote analolifanya, ni mamlaka ya Mungu hayo. Lakini mtu huyu ambaye walikubaliana wenyewe kwa zama hizo, anasimama kutangaza, anasema ayuhan nasu, enyi watu, inni la uabu, mimi sitiwi kasoro, wala ujabu, wala mimi sijibiwi. Ndiyo sheria za kibinadamu hizo mpaka kesho ndio zinakwenda hivyo hivyo. Kuna watu wana itikadi hiyo hiyo kwamba kuna watu wakisema la uabu, sitiwi aibu, wala ujabu, wala sijibiwi mimi, maneno yangu ndiyo nini, hukumu na mahakama na ndiyo sheria. Subhanallah, wala ujabu, wala maradda lima akulu, hakuna haki ya kuyakataa na kuyarejesha yote nitakayoyasema. Watu wananyamaza kimya. Bwana mkubwa anasema inna qad harramna almuharrama, tumeshauharamisha ule mwezi wa Muharram mwaka huu, basi hapata piganwa katika mwezi huo kwa heshima ya mwezi huo. Lakini vile vile wa akharna safra, tumeuchelewesha mwezi wa mfungo tano. Mwezi wa mfungo tano sio ule wa kawaida, tumeuchelewesha, anabadilisha. Thumma yaji'ul amal muqbil, kisha anakuja mwaka unaofuata, wayakulu inna qad harramna safra, mwaka jana tuliupa heshima au tunaupa heshima mwezi wa Safar, wa akharna almuharrama, tunauchelewesha mwezi wa Muharram. Kwa maana hiyo tutaendelea kupigana. Fadhalika qauluhu ta'ala, na hayo ndiyo yakaja maneno yake mtukufu subhana, liwatiu iddata ma harrama Allah. Kwa ufupi, kama unasoma vizuri Qur'ani, kama unatulia vizuri, Mungu akakupa ufahamu, utawaona watu kama wamechukua nafasi za kiunguungu vile, kama wao wamejiweka quality nyingine vile, kwamba mtu fulani hata akikosea yeye asiende mahakamani. Hizi sheria hizi Mungu hakusema hivyo. Mwenyezi Mungu ameiweka mahakama ili kila mtu akapate haki yake pale mahakamani. Mbele ya sheria hakuna mtu aliyobosi. Tumefahamiana. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, inamjia kesi ya yule binti aliyoiba. Mahakama ya Kiislamu ikaamua akatwe mkono yule bibi. Watu wakimuangalia yule bibi ni mrembo, yule bibi bado mbichi, yule bibi subhanallah, watu wanarudi kwenda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, kama kwamba atoe upendeleo, kama kwamba atoe adhabu mbadala. Mtume sallallahu alayhi wasallama anawaambia maswahaba na kuutangaza uadilifu katika dunia. Anasema wallahi lau sarakati Fatima binti Rasulillah, kama angeliiba Fatima mtoto wa Mtume, la qata'tu yadaha, bado yeye ningelimkata mkono wake. Hii siyo sheria yangu, wala Fatima kwa kuwa mtoto wa Mtume hayuko juu ya sheria.
Lakini ona ajabu ya dunia ya leo, ziko sheria zinawaandama wenye kuiba kuku tu, lakini sheria hizo kwa walioongeza sifuri hazifanyi kazi. Sheria gani hizo? Haki gani hiyo? Watu watakwenda kumwambia nini Allah tabaraka wa taala? Nani aliyoweka mamlaka hayo? Mtume wa Mungu anasema maneno haya. Wewe unakuja kufanya udanganyifu na ujanja ili hukumu za Mwenyezi Mungu zikuepuke. Hapana, Mwenyezi Mungu anakukusanyia hukumu zote ambazo wewe unazikwepa duniani, atakwenda kukuhukumu siku ya Kiyama. Wanadha'u almawazina alqista, katika siku ambayo Allah anatangaza tutaweka mizani ya uadilifu, fala tudhilamu nafsun shay'a, hakuna mtu atakayedhulumiwa. Katika suratu Yasini Allah anasema al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, leo malipo mtakayoyapata ni ule ubabaishaji mliokuwa mkifanya katika dunia, ndo mtalipwa leo. Tunakwenda pamoja Allah anasema zuyina lahum suu amalihim, watu wenye kubadilisha hukumu na sheria, watu wenye kujifanya wao baadhi ya hukumu haziwahusu. Zuyina lahum suu amalihim a'malihim, sheitani amewapambia yale matendo yao mabaya, wao wenyewe wanayaona mazuri. Aizayyana shaitanu lahum a'malahumul qabiha, matendo yao mabaya sheitani ameyapamba, hata hasabuha, mpaka wakayahisabu hasanatan, kuwa ni mazuri. Yani mtu anapoona hukumu fulani yeye hayumo, hata akiiba hapelekwi mahakamani, anaona kama kwamba amefanikiwa sana. Na kwa nini iwe hivyo? Kwa nini mtu ajiwekee kinga? Kwa nini? Unawafahamisha watu kitu gani walio nyuma? Hakuna kinga hata moja aliyowekewa Bwana Mtume. Mtume anasema anasema subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, walau taqawwala alaina. Mwenyezi Mungu anasema huyu Muhammad kwa daraja yake, afdhalul makhluqina habibur rahmani, yeye ndiyo mbora kuliko kiumbe yoyote. Mungu anatangaza kupitia Qur'ani, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil, lau Muhammad angelifanya ujasiri wa kutuongezea maneno ambayo hatukumtuma, au kupunguza maneno ambayo tumemtuma, au kuyaondoa maneno labda yanamuhusu yeye, akaona aibu yasisomwe, kama yalivyokuja katika suratu Abasa. Akaona aibu, nagombwa mimi, abasa watawalla anjaahu al-a'ma, bora haya nisiyasome. Allah anasema lau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bilyamin, tungelimchukulia hatua kwa nguvu zetu, thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tungelimkata mishipa yake ya uhai. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, asingelitokea mtu yoyote wa kuweza kumtetea tusimchukulie hatua. Huyu ni Mtume Muhammad. Wewe ni nani? Wewe ni nani?
Na kwa nini ujiwekee kinga? Taib, basi zayyana lahum, sheitani amewapambia a'malahumul qabiha, yale matendo yao mabovu, hata hasabuha hasana, wamefika mahala wanayaona eti kuwa ni matendo mazuri. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, la yahdi alqauma alkafirin, Mwenyezi Mungu hawapi hidaya wale wote walio na sifa za ukafiri. Hawaoni humo, Mungu hawafanyi kuona, anawaacha wabakie kuwa mapofu. Zile hukumu wasizotaka kuhukumiwa duniani zinajazwa na zinalimbikizwa, zitakwenda kuhukumiwa mbele za Allah tabaraka wa taala. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, la yahdi alqauma alkafirin, ay la yurshiduhum, hawaongozi makafiri ila tariqi saada, kufuata njia itakayowapa utukufu katika dunia, itawapa utukufu huo akhera tunakokwenda. Kinyume na waumini, katika surati Yunus Allah mtukufu anatangaza, innal ladhina amanu, wale walioamini, wa amilu salihati, wakafanya matendo mema, yahdihim rabbuhum biimanihim, Mwenyezi Mungu Mola wao anawaelekeza katika njia za mafanikio yao duniani na akhera kwa sababu ya imani yao. Na ndio maana Bwana Mtume akasema, lau wallahi, angeliiba Fatima nisingeliangalia kuwa ni bintu Muhammadi, la qata'atu yadaha, ningelikata mkono wake. Sikati mkono kama wa Fatima binti Rasulillah, nakata mkono. Sheria ya Mungu inatangaza, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aidiyahuma, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke kateni mikono yao. Mimi simkati Fatima binti Rasulillah, na mkata mwizi. Upo haya maneno matamu, lakini haya maneno magumu. Umefahamu Taib, aya inaendelea, ya ayyuhalladhina amanu. Allah anazungumza tena na waumini kama alivyotwambia Ibnu Mas'udi. Aya kama hizi Allah anakutaka utege sikio lako kwa makini. Ndani ya aya kama hii kuna mambo mawili yatatokea. Moja, kuamrishwa jambo la kheri ili ulifanye upate faida zake. Pili, kukatazwa jambo la maasi ili uepuke hasara zake. Ndiyo Mwenyezi Mungu anarudi tena kwa wito wa kuwaita waumini ambao mara zote wanapoitwa na Mola wao humsikiliza, wanapoamrishwa na Mola wao hutekeleza, wanapokatazwa na Mola wao hukatazika. Ya ayyuhalladhina amanu malakum, mna nini? Mmefikwa na nini? Mna kikwazo gani? Kuna jambo gani? Malakum idha qila lakum, panaposemwa kuambiwa nyinyi, infiru fi sabilillahi, tokeni kwa ajili ya kwenda kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqaltum ila al-ardi, mnafanya uzito kutoka katika ardhi, mnaona tabu kwenda vitani. Mmefikwa na nini? Kuna uzito gani?
mmepata habari gani? Anawauliza Mwenyezi Mungu waumini. Hii ni amri ya Allah, na amri ya Allah waumini hawawi tena na gatigati. Ndio anawauliza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio na sifa ya imani, malakum, mna nini? Mmefikwa na nini? Mna tatizo gani? Idha qila lakum mfiru, pale mnapoambiwa tokeni kwa ajili ya kwenda kupambana na makafiri, fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi, nyinyi mnafanya uzito, hamtaki kutoka. Allah anasema kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, mmefaradhishiwa jihadi lakini vita sio jambo linalopendeza kwenu. Wa asa an takrahu shay'a, lakini musiwe na wasiwasi, bila shaka mnaweza mkalichukia jambo, wa huwa khairul lakum, jambo lenyewe likawa lina kheri kwenu. Wakati mwingine hata haya mambo yetu ya kidunia tunaweza tukachukia jambo, au tunaweza tukamchukia mtu, kumbe huyo mtu tunayemchukia Mwenyezi Mungu ndio kaweka kheri hapo, lakini si hatujui. Ushafahamu hatujui. Ni bora mtu kumwambia Allah, ya Rabbi, sisi kama wanadamu umetuwekea uongozi katika dunia, lazima tuongozane. Mimi hapa sitaki buluu, sitaki nyekundu, sitaki nyeusi, niongoze ya Allah. Ni nani anayeweza kututumikia kwa uadilifu ambaye wewe unamridhia? Toka na mguu huo. Tumefahamiana. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun. Ndio hivyo haya ni maneno ya Allah. Jambo lolote lile mkabidhi Allah subhana, yeye ndio anayejua kwenye kheri zako, yeye ndio anayejua kwenye shari zako. Usichukue maamuzi wewe kwa maneno ya mtu ya mdomoni. Upo Taib. Sasa Mungu anauliza hilo, thaqaltum ila al-ardi, mnafanya uzito, hamtaki kutoka kwa ajili ya kwenda katika jihadi. Anauliza Mwenyezi Mungu, aradhitum bil hayati dunya min al-akhirah, je, mmefika mahala mmesharidhika na maisha ya dunia kuliko maisha ya akhera? Mnaona kwamba bora starehe zenu muzimalizie hapa duniani, ndio mna wasiwasi mkenda vitani mtakufa? Aradhitum bil hayati dunya, hilo ni suala. Je, mmeridhika na maisha haya ya dunia? Mnaona mshafika? Mnaona hapa ndiyo mahala pa kuenjoy? Bil hayati dunya min al akhirah. Allah anasema kama mmeridhika kwa hilo, ukweli hamujui. Allah anasema fama mataul hayati dunya, hazikuwa hizi starehe za dunia, mahama kana, vyovyote zitakavyokuwa, fil akhirati, kulinganisha na starehe na neema na maisha na uhai wa huko akhira tunakokwenda, illa qalilun, hizi starehe za dunia si lolote si chochote, si lolote si chochote. Maneno haya anayasema Allah tabaraka wa taala, aliyeiumba dunia na akhera, aliyetuumba sisi, aliyetuweka katika dunia. Anayasema maneno haya kupitia katika kitabu chake kitukufu cha Qur'ani,
kitabu ambacho aya ya pili katika sura ya pili anasema dhalikal kitabu la raiba fihi, kitabu hichi yaliyomo ndani yake hakuna hata moja ambalo linafaa kufanyiwa wasiwasi na shaka. Hudan lilmuttaqin, kitabu hichi Mungu amekileta kiwaongoze wacha Mungu. Wacha Mungu manhum alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Allah anatangaza ulaika ala hudan, hao ndio wanatembea katika sayari ya uongofu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hutaki kufanikiwa? Taib. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema wallahi ma fi dunya fil akhirati, hivi vilivyo katika dunia kulinganisha na neema za akhira, illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, isipokuwa ni kama mmoja wenu anapotia kidole katika mto au katika bahari. We sema hata katika chupa ya chai, sema hata katika kikombe, ukatia kidole ndani ya kile kikombe, thumma yarfauha, kisha akakinyanyua kile kidole, faliyandhur bima yarjiu, aangalie hichi kidole kinatokana nini katika maji yaliyokuwemo ndani ya kikombe, seuze yaliyokuwemo ndani ya kisima, seuze yaliyokuwemo ndani ya mto, seuze yaliyokuwemo ndani ya bahari. Nenda Malindi ukatie kidole chako, alafu utoe uiangalie bahari ya Malindi imepungua kwa kiasi gani. Basi dunia na neema zilizomo kulinganisha na akhera ni kama ule umajimaji unaotoka katika kidole au unaopatikana katika kidole baada ya kukitoa katika bahari au mto. Ndio sawa sawa na neema za akhera kulinganisha na neema za dunia. Sawa? Bal tuuthiruna alhayata ad-dunya, lakini pamoja na yote bado watu sote tumezama kuipa kipaumbele dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, lakini akhira ni bora na maisha na starehe zake ni endelevu. Umewaona matajiri wangapi walikuwa wanakula mapema, sasa hivi tushawazika hata kama makaburi yao yametiwa tarazo, sanduku lao la jeneza la milioni 50, lakini wamekufa hawajafa. Wamekufa hawajafa. Wamekufa. Nchi ilikuwa ikisimama wanapokuja wao. Nchi ilikuwa inangoja michango yao. Fulani atachangia kiasi gani? Mimi nitachangia bilioni 2. Mimi nitachangia bilioni 5 kwa ajili ya shule hapa kwetu. Hao walikuwepo, lakini leo wako wapi? Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin. Kila mlicho nacho kitatoweka, na wewe mwenyewe mwenye hivyo ulivyo navyo utatoweka. Ajabu kubwa, watu kila siku hufanya mipango ya kuiba tu. Kila kampuni ikiona watu wanaiba tu. Ubora kampuni unashindwa kujenga vitu katika ubora wake. Huyu katia shilingi 10 yake, huyu kachukua 20 yake, huyu kachukua 30 yake. Jamani, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Kuna safari, ibeni leo, fanyeni mipango yenu leo, lakini wallahi thumma wallahi tutakutana katika hadhara ya Mwenyezi Mungu.
haki zetu mtaturejeshea. Leo tuoneni kama hatuna akili, tuoneni tunasema kama tuna njaa, lakini wallahi siku hiyo hata rushwa ya kutuhonga mtakuwa hatuna. Hamna rushwa ya kutuhonga, lakini muelewe siku hiyo mutabeba mizigo yetu. Tena siku hiyo tutashangilia, kwa nini mulituibia kidogo? Siku hiyo tutafurahi hasa, kwa nini mulituibia kidogo? Tunasikitika, mngetuibia sana mkatupa nafasi si ya kwenda zetu peponi. Ibeni. Taib, aradhitum bil hayati dunia. Mungu anawauliza, tuseme kuiba huko ndio mmeridhika na haya maisha ya dunia? Minal akhirah, kuliko akhirah. Ay aradhitum binaimi dunia wa mataiha alfani, na starehe zake zenye mwisho. Badalu naimil akhirah, mnaziacha neema za akhirah. Wa thawabuha albaqi, na thawabu na malipo yake yenye kusalia nyie mnaiangalia dunia. Allahu akbar. Haya maneno Mwenyezi Mungu akiuliza hivyo, maana yake anatutaka tusiangalie dunia. Wala hapa si mahala pa mtu kushughulika. Hata hivyo, hapa fanya ibada zako, muombe Mola wako akupe riziki za halali, wende zako ukakutane naye Allah ukiwa salama bwana. Lakini wallahi kama unaiba, nenda ukahiji, utapata jina la alhaji, lakini mbele za Mungu we la labbaika wala saadaika. Kama unaiba, nenda ukaswali, utaambiwa unaingia msikitini, lakini mbele za Allah wewe swala yako Mungu haikubali. Wewe waftarishe watu, walishize watu, wapenguo watu, lakini kumbe zinatokana na uchumi wa haramu. Wallahi mbele za Mungu huandikiwi kama umetoa sadaka, umemfutarisha mtu yoyote. Elewa hilo. Kama hujalielewa, elewa hilo. Popote ulipo lielewe hilo. Kwa nafasi yoyote uliopo lielewe hilo. Usiangalie nafasi yako. Tulisema siku moja Musa alipofika katika ile Jabali Turi Sainaa, jambo la kwanza aliambiwa innani ana Allah. Elewa sasa unataka kuzungumza na mimi Allah, lakini kabla hujazungumza na mimi, fakhla'na alaika, vua viatu vyako, innaka bilwadi almuqaddasi tuwa. Na hapa tushazungumza, hata kama wewe baba uko katika kitengo chochote kile kikubwa, ukifika pale mlangoni, kitengo chako acha pale mlangoni, ingia humu umsikilize Mungu wako anataka kukwambia nini. Humu usiingie na ujeshi wako. Hapa Mungu azungumzi na wanajeshi, hapa Mungu anazungumza na wewe kama kiumbe wake. Nafasi yako yoyote, kama ukatibu mkuu, kama uwaziri, kama umkurugenzi, kama umbeba mawe, kama vyovyote utakavyokuwa, fakhla'na alaika, vua viatu vyako kule nje, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, uko katika jangwa takatifu. Fastami' lima yuha wa ana ikhtartuka fastami' lima umeteuliwa na Mungu wewe. Umetoka daraja bovu, umekuja hapa, basi Mwenyezi Mungu amekuteua. Sikiliza haya anayokuambia Mungu, uondoke nayo ukaishi nayo. Usishughulike na nafasi yako. Wangapi walikuwa hapo? Hata mimi nilikuwa katika nafasi hiyo, nimestaafu. Nifahamu. Taib anasema fama mata'ul hayati dunia, hazikuwa hizi starehe za uhai wa kilimwengu, hazikuwa neema hizi za kidunia, fil akhirati, kulinganisha na akhira, illa qalilun, isipokuwa ni starehe chache kabisa, hazina muda, zitaondoka. Mwenyezi Mungu Subhana
hapa alikuwa anawahimiza waumini wasibweteke, wasione tabu kwenda vitani. Basi vile vile kwa amri yoyote waumini wasiwe wazito kuitekeleza, kwani kutekeleza amri hiyo ndiko kutakakowapa neema za akhera. Tunakwenda pamoja Illa tamfiru, kama hamkutoka pale mnapotakiwa mutoke kwenda vitani. Amri imekuja, nendeni katika jihadi. Amri imekuja, fanyeni jambo fulani. Illa tamfiru, kama hamkutoka kutekeleza amri hiyo, yuadhibukum adhaban alima, Mwenyezi Mungu hatowaacha salama, atawaadhibu adhabu yenye kuumiza. Mungu hatoi amri yake alafu ikakosa kutekelezwa alafu ikawa ndio basi, haiwi hivyo. Umefahamu? Hata mwalimu skuli hawezi kutoa kazi akawapa wanafunzi alafu wanafunzi wakacheza cheza wasiifanye ile kazi. Mwalimu anayetaka mafanikio ya wanafunzi wake alafu awanyamazie, lazima awatandike bakora. Umefahamu? Na juzi moja alhamdulillah nilifurahi kidogo, nilimsikia mama anatoa historia yake. Akasema yeye baba yake alikuwa mwalimu, sasa na yeye alikuwa anasoma skuli hiyo. Kwa hivyo ikiwa yeye amekosea au amekosea wanafunzi mule darasani, alikuwa kwanza anainushwa yeye, anatandikwa. Shafahamu? Alafu anawauliza wanafunzi, mmemuona huyu niliyomtandika nani? Simtaji jina kwa heshima nasema alisema mama. Umefahamu? Mmemuona huyu nani? Huyu wanamtaja fulani binti fulani. Kwangu mimi nani huyu? Mwanao huyo. Mmeona nilivyomfanya mwanangu? Maana kigezo ilikuwa kinaanza kwa mtoto wake. Ebu angalia malezi yale, mama yamemfikisha wapi? Hayajamfikisha mahala pazuri. Ingelikuwa mzee amembeba mtoto wake kama yai, je, angelifika alipofika? Alafu la kushangaza, unakuja kumsikia watu wengine wanakuja kusema mtoto asitandikwe. Mama huyu katoa histori hivi watoto watandikwe kwa sababu yeye katandikwa. Umefahamu? Lazima mwanafunzi amheshimu mwalimu. Ndivyo, sio mwalimu anaandika ubaoni, wewe huko anachora katuni au ana simu yake anarusha message kwa mpenzi wake. Haiwezekani, haiwezi kukua elimu hapo. Ndio leo mtu mpaka anaambiwa yuko form 2 hajui kusoma hata jina la babu yake. Lakini wazee wetu hao akina mama walipofika darasa la 4 ana elimu kubwa, na hicho Kiingereza kinachoonekana ndio kama cha kuendea peponi kashakijua. Umefahamu Lakini leo mpaka form 4 anamaliza, wanafunzi 90% hawajui kuzungumza Kiingereza. Si kweli? Basi Mwenyezi Mungu anasema illa tamfiru, kama hamkutoka kutekeleza amri za Allah, yuadhibukum, Mungu atawaadhibu adhaban alima, atawaadhibu adhabu kali yenye kuumiza, hatowaacha Mwenyezi Mungu. Ai illa takharuju ila aljihadi ma rasulillahi yuadhibukumullahu adhaban aliman mujian bisti ila aduwi alaikum. Anasema adhabu moja, wanawazuoni wanasema ni kwamba Mungu atawasalitisha maadui waje kuwatesa na kuwakalia juu. Hii ni adhabu moja Waislamu wasipotekeleza amri za